Basi mtazamaji popote pale ulipo, ni saa 4 kamili saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kujiunga nasi katika awamu hii ya TV47 Matukio, wakati wa kukujuza ni yapi ambayo yanajiri katika kaunti zote 47, huko tukiungana na waandishi wetu wa habari ambao wamekita kambi katika kaunti hizo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Bila kupoteza wakati mtazamaji, wacha tuangazie tu baadhi ya taarifa na ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina. Kisha hapo mwendo wa baadaye tutakuwa na mjadala komavu hapa studioni, ni kwa nini vijana hawakujihusisha katika chaguzi ndogo ambazo zilifanyika hivi majuzi. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuangazie baadhi ya taarifa na ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kwenye taarifa ya kwanza, kwenye taarifa kuu, ni kuhusiana na wabunge ambao walichaguliwa katika chaguzi ndogo zilizopita, ambapo wabunge waliochaguliwa watakuwa wanaapishwa leo saa 8 adhuhuri. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia katika bunge la kitaifa. Taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi ni kwamba washindi wa ODM wamekaribishwa katika chama hicho, ambapo chama cha ODM kitakuwa kinawakaribisha rasmi Boyd Were wa Kasipul na Harrison Kombe wa kule maeneo ya Magarini, maeneo ya kaunti ya Kilifi. Hawa pia wanasubiri kuapishwa leo katika bunge hapo mwendo wa baadaye. Taarifa nyingine ni kuhusiana na kikao cha rais na machifu, ambapo zaidi ya machifu 1837 waliohitimu jana Jumatatu watakuwa wanakutana na Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi asubuhi ya leo. Taarifa hiyo tutakuwa tunakujuza mengi zaidi hapo mwendo wa baadaye, dakika chache kuanzia sasa. Kwingineko ni kwamba hatima ya gavana Nyaribo, ambapo bunge la seneti litakuwa linasikiliza hoja ya kutimuliwa kwa gavana wa Nyamira Amos Nyaribo siku ya kesho Jumatano. Mwandishi wetu wa habari Kombo Alfayo anafuatilia taarifa hiyo akiwemo kule katika kaunti ya Nyamira. Bali na taarifa hizo mtazamaji, itakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu. Hebu tupate methali. Methali ya leo: nyokonyoko ni shimbe ya kuonana. Nyokonyoko ni tusi. Maana ya methali hii ni kwamba watu wanaoonana kila wakati hugombana. Matumizi: hutumiwa kumliwaza mtu na kumtia moyo wa kuendelea kukaa na mtu hata kama hutokea wakakosana. Na bila shaka mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umejifunza mawili matatu katika methali hiyo. Unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa Twitter au X @TV47 Digital. Pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Live. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, @Paul Kirobi kwa mtandao wa Twitter. Tuandamane hadi tamati, ambapo zaidi ya machifu na manaibu wao 5,892 waliohitimu jana Jumatatu wanafanya kikao na Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi sasa hivi. Katika kikao hicho, rais anapokea ripoti ya jukwaa la usalama kutoka kwa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen. Hebu tusikilize kinachosemwa kwa sasa katika ikulu ya Nairobi. Ni kushukuru kwa sababu hii ndio mara ya kwanza machiefs wote wa Kenya, manaibu wao, wamekuwa na mkutano wa moja kwa moja na rais wa taifa. Mheshimiwa Rais, vile vile sisi ambao tulikuwa kwa timu yako wakati ulikuwa unatafuta uongozi wa taifa, tulikuwa tukiongozwa na wewe. Tumesema ya kwamba masuala ya taifa la Kenya na suluhisho ya mashida ambazo na changamoto za taifa la Kenya, tutatafuta suluhu tukianzia mashinani ama kule chini tukienda juu. We made it clear that the resolution of Kenya's challenges will start from the bottom upwards. And therefore, Your Excellency, through your leadership, we are grateful that you have helped us in the security sector to
start canvassing national security matters from the bottom upwards. I want, in a very special way, to thank my successor in the ministry, C.S. Murkomen, and the team for implementing a wonderful Jukwaa la Usalama program. And again, Mr. President, without your support, the ministry would not have had the kind of success they had. Therefore, Your Excellency, as we go forward, and as you lead us into the future, we are looking at security being a key enabler to the vision that you carry for our country. As you continue to envision a better Kenya and what we need to do to build a better, more prosperous country, transform the economy, modernize our country from the third world into the first world like others have done. As you continue to help us refine the vision of the country, modernize our infrastructure, our roads, our airports, our seaports, our railways, increase our production of electricity, have enough water for irrigation, produce enough food, enter into manufacturing and agro-processing. Security is going to be a key enabler of that vision. All those investments can go up in flames if security is not durable and stable. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, hawa machiefs na assistant chiefs wako pale mashinani ndio wanatusaidia na kukusaidia wewe katika kutathmini masuala ambayo yanahusu wananchi pale mashinani na kudhibiti, wakisaidiana na vikosi vya usalama kudhibiti maendeleo ya nchi yetu. They are the eyes and ears of government and of the president at the grassroots. They are the most dependable transmitters of government policy. And Mr. President, the requests that they have made directly through the minister and through their superiors, please, I respectfully request you to accommodate the requests of these our brothers and sisters to the farthest extent possible. Because through these people, we can expedite, by empowering these people and this cadre, we can fasten and expedite the transformation of Kenya in the shortest time possible. Mheshimiwa Rais, kwa sababu kazi yangu sio kutoa hotuba ukiwa mimi natoaga hotuba wakati umenituma. When you delegate, that's when I talk. So today is not my day. Today is your day. We all came here to listen to you as you clarify how we should rope in the chiefs and the assistant chiefs to be able to help you take our country to the next level. Chiefs hoy. Chiefs hoy. Assistant chiefs hoy. Nyinyi ni fire si fire. Nyinyi ni fire si fire. Hii ni mara ya kwanza rais wa taifa kuketi moja kwa moja, ana kwa ana na machiefs na assistant chiefs wa taifa la Kenya. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Rais Ruto ni fire si fire? Rais Ruto ni noma si noma? Naomba tusimame tupige salute tumkaribisha rais. Karibu Mr. President, you're welcome, and we look forward to listen to you. Thank you, Mr. President. Makofi.
Mheshimiwa Deputy President. Tafadhali tunaweza keti chini. Mheshimiwa Deputy President, mawaziri, makatibu, regional commissioners, county commissioners, DCCs, ACCs, chiefs, assistant chiefs, good morning. Hamjambo. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwakaribishe. Nasikia ni mara ya kwanza hapa katika ofisi na makao ya Rais wa Jamhuri ya Kenya. Karibuni sana. Karibuni sana. Mimi nimefurahi sana kuwakaribisha katika mkutano huu wa muhimu, na nimeitisha mkutano huu kwa sababu nyinyi number one ni officers wa serikali mnaofanya kazi katika ofisi ya Rais. Jambo la pili, nyinyi ni viongozi katika taifa letu la Kenya. Na namba ya tatu, nyinyi wananchi wa taifa letu la Kenya. Na kwa sababu hiyo ndio mimi tutafute nafasi ili tuweze kuketi chini pamoja na tukubaliane vile tunaweza kusonga mbele pamoja. Nyinyi mnajua kabla ya uchaguzi uliopita, mimi na timu yangu tulifanya what we called economic forums in every county. Tulienda kila county kuzungumza na wananchi, kuelewa vile wanavyotaka na kutueleza vile wangetaka serikali yao iendeshwe na ni mambo gani ya muhimu. Na ndio kwa sababu hiyo ile mpango tunayoendesha kama serikali mukasikia inaitwa bottom up. Bottom up ni kwa sababu imeanza chini, na bottom up is not a slogan. Bottom up is not a tactic. Bottom up is a strategy ya vile ya kushughulikia mambo yanayohusu wananchi wa taifa letu la Kenya. Kwa ile mipango yote ambayo tunatekeleza kama serikali, mambo ya elimu, mambo ya kilimo, mambo ya afya, mambo yale mengine yote ambayo tunayotekeleza, tunaelekezwa na vile tutashughulikia mwananchi wa kawaida pale chini. That is our strategy. Na ndio leo nimekuja hapa na tumefungua ripoti. Vile mulisikia nilieleza Waziri Murkomen kwamba yeye na team yake PSS pamoja na team yake yote waende mashinani watengeneze jukwaa la wananchi kuzungumzia mambo ya usalama. Kawaida jukwaa ama majukwaa ni ya siasa. Kawaida, si ndivyo? Hivyo ndivyo tumezoea. Lakini tukasema tunataka kutengeneza jukwaa la wananchi kuzungumzia jambo la muhimu la usalama
katika taifa letu. Mimi nawashukuru nyinyi katika mashinani, sehemu zote za taifa letu la Kenya, mlijitokeza na mkasema wazi wazi, wananchi wao wakasema wazi wazi ya kwamba haya ndio mambo tunataka yatatuliwe, ndio tuweze kuwa na usalama, ndio tuweze kama taifa tuendeshe mambo ambayo yanatuhusu ya maendeleo, ya masomo, ya kilimo na sehemu zile zingine zote ambazo tunataka kushughulika nayo. Hayawezi kwenda mbele kama hatuna usalama wa kutosha. Mimi nashukuru tumewasikiza kwa makini, na leo tutakubaliana vile tutasonga mbele pamoja. Kwa hivyo karibuni sana. Lakini najua mmekuwa mkitamani sana kupatana na mimi, si ndio? Na hata mimi nilikuwa natamani sana kupatana na nyinyi. Hata mimi niko na maneno. Musione ati nyinyi peke yenu ndio mko na maneno. Hata mimi niko na maneno. Si ndio? Yes. Na mimi najua kuna maneno muhimu nyinyi mmekujia. Si ndio? Maneno mlioeleza katika majukwaa mbalimbali. Waziri na kundi lake wamepiga msasa, tumeketi chini na wao, tumekubaliana hii tutaenda namna hii, hii tutaenda namna hii, na hiyo nitawatangazia hapa. Lakini sasa kabla sijafika hapo, kabla sijafika hapo, mimi ndio niko na maneno kwanza. Si ndio? Kwa sababu nimesema nyinyi ni officers wa serikali, nyinyi ni viongozi, na nyinyi ni wananchi wa Kenya. Si ndio? So, kabla sijakuja kwa officers wa serikali, mimi nataka kuwaongelesha kama viongozi na kama wananchi. Si ndio? Yes, because we have a country called Kenya. Tunaelewana? Na sisi ndio wenye hapa. You know? Kwani chief si mwananchi? Si anapiga kura? Yes. Si anatafuta kipande? Yes. Si anatafuta kazi? Yes. Si anashughulika na biashara? Hapo ingine yote. So, na ako na watoto? Yes. Na watoto anataka wasomeshwe? Yes. Ama? Yes. Na pia nyinyi ni viongozi. So, na nyinyi ni wapigaji kura. Mulituchagua. Hakuna kiongozi amepita bila kuchaguliwa. Si mmetuchagua? Sasa kuna kazi nyinyi mulinipatia ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Si ndio? Na hiyo kazi mimi nataka niwazungumzie kama viongozi na kama wananchi. Kwa sababu mtu akipatiwa kazi lazima awajibike. Mimi nataka niwaeleze kwa kifupi mahali hiyo kazi mlinipatia imefika, ndio tufike hii ya jukwaa. Nyinyi mlinipatia kazi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, na mimi nawashukuru sana. Sio kawaida kwa watu milioni karibu 55 mtu mmoja akapata nafasi kuwa kiongozi ya wale wengine wote. I don't take it for granted, and I take my job very seriously.
Nyinyi mnanielewa? Na ndio lazima niwaeleze kama viongozi pale mashinani, kwa sababu unajua hii Kenya iko na propaganda nyingi, iko na rumors. Kule social media imejaa uongo na propaganda na mambo ambayo hayana msingi na mambo yale mengine. So saa zingine it is good to hear from the horse's mouth. Si ndio? Mimi nasikia hivyo ndio watu wa Kiingereza wanasema. Sijui huyu farasi alikuwa anaongelesha watu namna gani, lakini ndio inasemekana horse's mouth. Si ndio? Sasa sikizeni. Kwa sababu tufikie pale kwa mambo ya usalama, lazima tuwe na mipango haya mengine yote. Alafu ndio usalama itusaidie kuhakikisha kwamba hatupotezi. Kwanza Waziri Murkomen na team yake, PSS na wale wengine wote, muwapigie makofi. Nafikiri wamefanya kazi nzuri. Si wamejaribu sana. Haya, pongezi waziri na team yako. You've done a good job. Wakati mlinipatia kazi ya kuongoza taifa letu la Kenya, mnajua, na kama hamjui nitawaeleza. Kulikuwa na mambo matano ya muhimu ambayo mliniambia nisuluhishe as president. Nisuluhishe mambo matano ya muhimu. Ya kwanza ni kushughulikia na kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Mambo ya uchumi ya Kenya ilikuwa mahali ambapo si pazuri, na nyinyi mnajua. Number 1, tulikuwa na madeni chungu mzima kama taifa. Ile kitu inaitwa inflation, kwa wale ambaye ni economist, ilikuwa karibu inakuwa double digit, ilikuwa 9.6%. Dola mnajua ilienda mpaka 167, 165, 167. Pesa zetu za kigeni, foreign reserves, ilikuwa imeteremka chini mpaka $5.7 billion. Duniani kote watu walikuwa wanaamini ya kwamba Kenya itashindwa kulipa madeni yake. In fact, kati ya watu nilikutana na wao baada ya kuchaguliwa ni mtu anaitwa Antonio Guterres, Secretary General wa United Nations. Akaniambia, Bwana President, sasa siku Kenya itashindwa kulipa madeni yake, wewe utafanya nini? Mimi nikaambia, Mungu atanisaidia Kenya iweze kushindwa kulipa madeni. Nimekuja nikaketi chini kwa ofisi inaitwa number 6, pale chini pale. Na watu wengi nimepangana na wao. Tukasema, we cannot be the country that is going to go to the shame ya kushindwa na kudefault. Tumeketi chini pale, I had to make very difficult decisions. I had to make very difficult decisions. Tukaondoa ile, tulikuwa na subsidy sijui ya mafuta ambayo ilikuwa tu walikuwa naiba tu pesa, nikafutilia mbali. Tulikuwa na masubsidy ya sijui unga, ati mtu anaenda kusema ati mtu anapeleka pesa kwa duka, ati mwambia mtu badala ya kuuza hii unga 250 uza 100 kwa duka. Sasa mtu kwa duka pale ndio unga inatoka. Unga inatoka kwa duka. Sijui nini nikasimamisha, hata ikabidi
simamishe kulipa madeni fulani hapo kwanza, ndio nchi tusikose kulipa madeni ya wale wako mbali. Haya mambo yote niliyoyafanya yalikuwa ni mambo magumu, mengine machungu, lakini mimi leo nasimama mbele yenu, and I can confidently tell you today our economy is in sound footing. Yes. Kama nisingefanya vile siku hiyo, tungekuwa kati ya nchi ambazo zilishindwa kulipa madeni yao na leo wanahangaika. In fact, I want to tell you, wakati huo ilikuwa imesemekana bainika wazi kwamba kuna nchi sita nchi sita katika bara la Afrika zitashindwa kulipa madeni yao. 6. But I can tell you, of those 6 countries, 5 defaulted. Among the 6 was Kenya, but 5 defaulted, Kenya did not default. Mnanielewa? Kwa sababu unajua saa zingine watu wananilaumu, oh, huyu mtu amefanya. Because mimi nikiwa kiongozi wa taifa hili la Kenya, I have to make sure that I do the things. They may not be popular at the moment. They may not be easy at the moment. But the long-term benefits outweigh the short-term difficulties. The long-term benefits outweigh the short-term difficulties. Nyinyi mnanielewa? Leo, wacha niwaeleze. Where are we today? Where is the economy of Kenya today? Everybody today, globally, number 1, inflation ile ilikuwa 9.6, imeteremka iko 4.6. Mnanielewa? Dola ile ilikuwa imefika 167, saizi iko 129. Ile dollar reserves ilikuwa imeteremka chini, imefika 5.7. Today we have the highest dollar reserves in the history of Kenya. We are at $12.1 billion. Yani ile pesa za kigeni tulikuwa nayo 2022, we have doubled today. Nyinyi mnanielewa? Yes. That is how you change a country. You don't change a country by making populist decisions. Easy, short term, short benefit decisions. Nyinyi mnanielewa? So, hapo ndio tumefika. Four months ago, ile uchumi yetu ilikuwa chini. 4 months ago, watu wa IMF wametutangazia kwamba Kenya ime-overtake Angola, ime-overtake Ethiopia. Kenya is now the 6th largest economy in Africa. Wale watu wa rating agencies wanaitwa Standard & Poor's na wale wengine wame-improve rating ya Kenya. Ilikuwa imeenda B-, sasa imepanda iko B na inaendelea kwenda juu. 2 days ago, siku mbili imepita, 2 days ago, muliona report ambayo imesema kwa nchi zote za bara la Afrika, Kenya is number 1 in a competitive economy. Sio kwa social media, sio kwa magazeti yetu ya hapa. International journals ndio wanasema about Kenya. Hii Nairobi Securities Exchange last year was voted among the best in our continent.
so we have changed the economy by making the right decisions. And that is one assignment muliniambia. And it doesn't stop there. Sio serikali peke yake ilikuwa na madeni, hata wananchi walikuwa na madeni. Kuna watu wengi walikuwa wamekuwa blacklisted kwa CRB. Si kweli? Yes. In 2022, when I took over, there were 7 million Kenyans walikuwa blacklisted kwa CRB, credit rating bureaus. Huwezi kwenda mahali popote, huwezi kukopa hii, huwezi kujiandikisha pale, huwezi kwenda mahali gani, huwezi kufungua account kwamba wewe umekuwa blacklisted. Tukasema we cannot continue this way. Nikaanzisha hazina inaitwa Hustler Fund. Na nikasema wale watu wote walikuwa wamezama huko kwa credit rating agencies, let us repair their credit. Today, wa Kenya ambao walikuwa milioni 7 waliowekwa kwa credit rating agencies, tuliwaondoa kwa blacklisting. Hawa wa Kenya ndio hawa wanakopa pesa kwa Hustler Fund. Hakuna mtu kwa hii mkutano ambaye hana account ya Hustler Fund. Sini kweli? Kwani ni uongo? Si kila mtu hapa hako na account ya Hustler Fund. Kama umelipa ama hujalipa ni mambo tofauti. Lakini account uko naye. Na kama wewe ni mtu ya akili, hiyo account inaweza kukusaidia. Unakopa, unalipa, unakopa, unalipa, unasonga. Na hakuna nyumba yako itauzwa, hakuna unajua kwa hii watu wengine ukikopa pesa ukikosa kulipa wanakuja kuchukua mabati ya nyumba. Wengine wanang'oa mlango, wengine wanachukua ng'ombe. Lakini tumesema tutatembea na wananchi polepole. Today Hustler Fund imekopesha wananchi wa Kenya bilioni 81. Wananchi milioni 2 kila mwezi wanakopa pesa kwa Hustler Fund. Ni mnanielewa? Alafu nikasema, na niliwaeleza wakati tulikuwa tunatafuta kura, nikawaeleza wananchi ili tusizame kwa mambo ya kukopa pesa ya watu wengine, lazima tuwe na hazina yetu kama wa Kenya. We must build our own reserves and savings as a nation so that we are not borrowing in currencies that when they fluctuate, they can put us in problems. Na ndio nikasema we must start by our own savings in Kenya. Munajua, for 40 years, tumekuwa na hazina ya NSSF. For 60 years actually. Hazina ya NSSF. Na tulikuwa tunalipa shilingi 200 kwa mwezi. 200. Mfanyikazi analipa 200, employer analipa 200. Hata ile vikundi ya kina mama ya merry go round bado wako kwa 200. Si wamesonga. Ati mtu anapata pesa shilingi 50,000. Mwingine anapata mshahara shilingi 1,300. Ati analipa 200 shillings. Mimi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tulikuja tukasema lazima tubadilishe hii kitu. Tukapanga 2013, 2014, tukapitisha sheria 2015. Tukasema tubadilishe vile nchi zingine zinazofanya. Wacha mimi niwaeleze, because I must talk to you as citizens and as leaders. Nchi zingine wako na hazina, na hazina iko hata kwa Biblia. The Bible says a good man leaves an inheritance for his children's children. Mtu mwenye ako na akili na mtu mzuri, lakini mtu mjinga anakula kila kitu, hawachi chochote kwa watoto wake. Ni mnanielewa? So
Nikasema hii NSSF, what do other countries do? Other countries, they save a percentage of their salary. Uganda hapa, nchi ya Uganda, has a bigger social security fund than Kenya. Tanzania has a bigger social security fund than Kenya. Yet the economy of Uganda is half the economy of Kenya. The economy of Tanzania is 60% the economy of Kenya. But they have a bigger social security fund because akili walipanga mapema. Ni mnanielewa? So in Uganda, kila mtu anafanya kazi, unalipa 10% inaenda kwa hazina. Na ni pesa yako, lakini unawekewa kwa hazina. Employer yako analipa a similar amount, inawekwa kwa hazina. Tanzania, the same thing. Tukapitisha sheria 2015. Atuoli na watu wengine wakatupeleka kotini. Hapana, kotini. So, hiyo kitu ikakaa kotini karibu miaka 7. Na mimi nilikuwa nimesema hii kitu we must do it. Mungu akanijalia nikakuwa rais. Mimi nikaita Atuoli. Ambia Atuoli kuja. Kutana pale kwa ofisi. Ambia hii mchezo my friend utawacha. Hii mchezo utawacha. Nyinyi mnanielewa? Inawezekanaje ndugu zangu viongozi? Inawezekanaje tuko na uchumi kubwa ati tunalipa 200 shillings? You know? Atuoli naye akakuwa mtu muungwana akasema, bwana rais, vile umesema tutafuatilia, tukatoa kesi kotini, tukaimplement 6%. Kila mmoja wetu sasa Kenya, wewe unalipa 6%, serikali inakulipia. Pesa ambayo haikuwa yako, serikali inakulipia 6%, ambaye baadaye inakuwa pesa yako. Hata pengine nyinyi hamjui kwa payslip yenu. Hiyo payslip yenu sasa iko 6% inaenda NSSF. Na serikali tunakuwekea 6%. Ndio ukipita ukimaliza kazi yako uko na pesa. Unajua zamani mtu anafanya kazi 50 years. Anamaliza kazi analipwa 140,000. Baada ya wiki 3 anaoa bibi mwingine hapo, hiyo 140,000 inaisha, siku 3 4 miaka 2 3 anakufa. Ama namna gani? Yes. Going forward, sasa utakuwa na kiasi ya pesa, sio ile ya kulipwa 140, utakuwa unalipwa kila mwezi, hata baada ya wewe kuretire. Nyinyi mnanielewa? Sasa sikizeni mambo mahali imefika. 2022, ile pesa tulikuwa tumekusanya miaka 60, ilikuwa 320 billion. How much? In 2022 December. Vile tumeimplement hii new model, mnajua tuko na pesa ngapi sasa hii kwa NSSF? Imetoka 320,000 by this month. Niliongea na watu wa NSSF, this month imefika 670 billion. Yani pesa tumekusanya miaka 60, tumefanya maradufu, double in 2 years. Kufikia mwezi wa 6 2027 tutakuwa na 1 trillion shillings kwa NSSF. Nyinyi mnajua maana ya kuwa na pesa ya hazina? Mnajua ile pesa tunakopa kwa China inatoka wapi? Hazina yao, watu wako na akili. Hawakuli. Savings as a percentage of GDP China ni 55%. Savings as a percentage ya Kenya ilikuwa 12%. Now is when we are improving. Miaka 10 ijayo, kama tuko na trilioni 1 by 2027,
in 10 years, in 20 years, we will not be borrowing money from China or any other country. Sisi tutakuwa naendesha nchi yetu na pesa zetu. Ni mnanielewa? So, that is how we are going to change Kenya. And I must talk to you. Hivi ndivyo tutabadilisha Kenya. Others build their countries. We must build ours. Hatuwezi kutegemea pesa ya watu wengine. Sasa mimi nataka niwaulize. Tumekuwa kati ya ile shida kubwa tulikuwa tunaambiwa tuta default ni ile pesa tunalipa China. Tulikuwa tunalipa China $1 billion every year. $1 billion is like 130 billion Kenya shillings every year. Tunakunyanya ushuru, tunaenda kulipa watu wa China. Kwa sababu gani? Tulienda kukopa pesa yao. Yetu hatutaki kuweka hazina, tunakula yetu. Yao wana save. Sisi tunaenda kukopa pesa yao. Mwisho tunalipa $130 billion. 130 billion Kenya shillings. Mnaona vile ujinga iko? Ama ni akili gani hiyo? Mtu ana save pesa yake, wewe ambaye umekula yako unaenda kukopa yake. Anakuwekea interest, unalipa, unafanyia yeye kazi milele. That is how we must stop this. Nyinyi mnanielewa my friends? So, sikizeni my friends. This is the kind of transformation that Kenya needs. And it needs leaders who can make those kind of decisions. And that is how we are going to change this country. Jambo la pili, nimewaeleza kuhusu uchumi. Now, I am very confident. We are mobilizing domestic resources. Our development shortly is going to be funded by our own resources, and Kenya is going to move forward. And we are not going to be constrained, kwa mambo ya kukopa pesa hapa na pale, na kufanyia kazi watu wengine kazi. Sisi tutakuwa tunakopa pesa yetu hapa, tunalipa wale wame save hiyo pesa, they earn interest, money is at home, hakuna pesa inatoka kwenda kwa nchi zingine. That's how we are going to grow the country. Jambo la pili. Muliniambia tushughulikie kilimo. Lazima to transform kilimo. Kwa sababu kilimo inaajiri zaidi ya 60% ya watu kule rural areas. Kilimo ndio inatuletea chakula. Kilimo ndio tunatupatia foreign exchange. Kwa sababu tukiuza tunapata foreign exchange. Ni kweli ama si kweli? So jambo la kwanza tulifanya, na mimi nafurahi kwamba you are here. Jambo la kwanza tulisema, wacha tuwaandikishe wakulima wote. Kwa sababu wakati nimeingia kwa ofisi, wakulima ambao walikuwa wameandikishwa ni wakulima 1,300. Walikuwa kwa ile digital platform ya Wizara ya Kilimo. Nyinyi ma chiefs na assistant chiefs mulitusaidia kuwasajili na kuwaandikisha wakulima. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi ndio mlifanya hiyo kazi? Yes, sir. Si ndio mlitusaidia kuandikisha wakulima? Yes, sir. Kama ni wewe wa mahindi, inajulikana huyu mkulima wa mahindi, eka yake ni kiasi fulani. Huyu ni mkulima wa kahawa, eka yake ni kiasi fulani. Huyu ni mkulima wa miwa, eka yake ni kiasi fulani. Ni kweli ama si kweli? Na unajua tulikuwa tumeambiwa kazi hiyo ni ngumu sana. Inahitaji sijui bilioni 3 kuandikisha hiyo kazi. Hiyo kazi ilituchukua wiki 3. Nyinyi chiefs, these great people, mujipigie makofi. In 3 months, what was supposed to cost us billions of shillings was accomplished by chiefs and their assistants without spending a coin. Hiyo ndio ilikuwa kazi yetu ya kwanza.
Leo tuko na data ya wakulima milioni 7.1. Tunajua mkulima wa chai, tunajua mkulima wa kahawa, tunajua mkulima wa maziwa, tunajua mfugaji, tunajua mkulima ule mwingine, na ndio ikakuwa rahisi sisi kuendesha mipango ya serikali na policy ya serikali. So that was my first assignment. Assignment number 2. Mnajua kulikuwa na watu wengi, bei ya unga ilikuwa imefika 240 before the elections. Ilikuwa namna hiyo 240, 250. Mimi nimekuja kwa ofisi, watu wakaanza kwenda kwa barabara, sufuria kichwa. Iko shida gani? Unga imefika 240. Sasa nikawauliza, si unga ilikuwa 240 before I was elected, sasa mbona imekuwa ni shida yangu? Lakini nikawaambia, we cannot subsidize consumption anymore. Let us subsidize production. Tukaweka mpango, kila mkulima, si nyinyi ni wakulima? Mimi nataka niwaulize, kuna mkulima anaweza kwenda kununua mbolea leo pale kwa cereal board bila ya kuandika, bila ya voucher? Si kila mtu anaenda na voucher? Yes. So we are now distributing fertilizer, and because you yourself assisted us in doing it, now fertilizer is being distributed on a voucher. Wewe unaenda, inajulikana, chief alivalidate kusema huyu mtu ako na eka 5, huyo mwingine ako na eka 2, ule mwingine ako na eka 10. Unapatiwa mbolea ya eka 10, ule mwingine anapatiwa ya eka 5, ule mwingine anapatiwa hivyo hivyo. Na nikasema ile bei ilikuwa karibu shilingi 6,000, 7,000 ya mbolea, nikaweka pesa ya serikali kusubsidize. Sasa mbolea ni 2,500 across the country. Ni kweli ama si kweli? Si namna hiyo? Si nyinyi ndio mko mashinani pale? Jambo la 3, nimewaambia registration ya farmers so that we have data. Number 2, subsidize production. Number 3, tufukuze wakora, cartels na brokers. Walikuwa wamejaa kila mahali. Brokers walikuwa wamejaa kwa kahawa. Unakuta mtu mmoja, yeye ni farmer, yeye ni broker, yeye ni mila, na ndiye ananunua kahawa hapa Nairobi Coffee Exchange. So anakandamiza wale watu wengine wote. So tukasema hapana, leseni inapatiwa. Kama wewe ni mkulima, endelea. Kama wewe ni mila, tutakupatia leseni ya mila. Kama wewe ni broker, unakupatia leseni ya broker. Kama wewe ni mtu ya kununua Coffee Exchange, tutakupatia leseni ya pale. Tukaenda, hawa watu walikuwa wanatuibia mbolea hapa. Ile digitization, it is no longer possible for you to walk into a shop na kununua mbolea. You must be registered as a farmer. Wale wengine, wale mnatoka Western, nyinyi mnajua matatizo tulikuwa naye ya sukari. Wale watu wa sukari walikuwa huko wajeuri. Kulikuwa na watu pale walikuwa ndio kusema, uweze kupata leseni, uweze kufanya nini. Mtazamaji, ni mkutano ambao unaendelea kwa sasa katika ikulu ya Nairobi, ambapo Rais William Ruto anakutana na machifu, huku akielezea baadhi tu ya hatua ambayo serikali yake imepiga tangu kuingia madarakani. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Mwandishi wetu wa habari Sabina Mohamed atakuwa anatujuza kwa mapana na marefu mwendo wa jioni. Taarifa hiyo tukiachana